kuna mambo ambao anapeananga. Na number one, kitu Mungu anapeananga inaitwa instruction. Hallelujah. Instruction. Hallelujah. Ili upenye uingie mahali ambapo unapaswa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna instruction Mungu huwa anapeana. Kwa sababu we are serving a God of principles. Hallelujah. Ameweka sheria zake ili zifuatwe. Upokee kitu fulani, kuna sheria ambazo unafaa kutii. Vile tumesema mwaka wa 2026 ni mwaka wa kutawala. Na hii utawala kuna mambo unapaswa uelewe. Kuna vitu ambazo unapaswa kuelewa. Biblia inasema kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Hallelujah. Na upokee baraka yako 2026. Kuna mambo ambayo unapaswa kuelewa. Nilipokuwa nikiongea na Mungu, akaniambia niambie watu kuhusu kutembea katika walking in obedience. Hallelujah. Walking in obedience. Walking in obedience. Obedience is a principle in the kingdom of God. Hallelujah. Kutii ni sheria. Hallelujah. Ni sheria ambazo zinafanya kazi ambayo inasaidia wanadamu kutoka mahali pamoja kwenda mahali kwingine. Hallelujah. Wanaweza sifiwe. Nataka nisome maandiko ya Mungu. Tusaidike. Leo nimetamani niongee pole pole. Ushike kitu. Wanaweza sifiwe. Usiseme au kusikia. Maana wale wataenda kutawala mwaka wa 2026. Ni watu ambao wanaelewa kile wanafanya. Kwa sababu ndio maana for you to reign, hallelujah. Ulikuwa lazima ulelewe katika nyumba ya kifalme. Ufundishwe mambo ya kifalme. Ufundishwe vile wafalme wanabehave. Vile wafalme wanabehave mbele ya wanadamu. Vile wafalme wanabehave wakienda vitani. Vile wafalme wanainteract na civilians. Yesu ana uanze kuelewa. Kwa sababu tuko na Mungu ambaye ametubariki na baraka zote. Lakini vile tumesema mwaka wa 2026 mwaka wetu wa kumiliki na kutawala. Kutakuwa na watu wengine ambao watatawaliwa. Kutakuwa na watu wa kutawaliwa. Hallelujah. Vile tunaenda kutawala, kuna wengine watatawaliwa kwa sababu ya kutokuelewa. Tunaelewa mambo fulani. Na ndio maana nimeambiwa nikuje nikupatie ndosi kidogo. Tunapoanza mwaka, nikwambie hivi, kwamba unapaswa kutembea katika kutii. Wale kutembea vile wawewi. Hallelujah. Yesu nisaidie, Baba nisaidie. Hallelujah. In the book of 2 Chronicles chapter 20,
Huku ni hawa. Second Chronicles mabinda wa Kelly. Mabinda wa Kelly. Miongoli msawa miongoli memwe. Kifungu cha 20. Wacha nianze hapo chini kidogo ili tuelewe. Kana mbelelio bawe ndio manini nikienda uelewe. Hallelujah. Yesu mwana wedai hao. Anza mstari wa 12. Kana mbelelio msawa 12. Tengeneza mstari wa 10. Kana mbelelio mdiawe 10. But now here are men from Ammonites and Moabites and Mount Seir, whose territory you have not allowed Israel to invade. When they came from Egypt, so they turned away from them and did not destroy them. Verse 12. Our God will judge them. Will you not judge them? Question. For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are upon you. Verse 13. All the men of Judah, the wives with their wives and children, and the little ones stood before the Lord. Verse 14. The Spirit of the Lord came upon Jezaniah, the son of Zechariah, of the son of Benaiah, of the son of Jehiel, and the son of Mattaniah, a Levite, a descendant of Asaph, and he stood in the assembly. Verse 15. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God. For the battle is not yours, but the Lord. Verse 16. Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of Goch in the desert of Jeruel. Tanibuke. In mstari wa 20. Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said to me, listen to me, Judah and the people of Jerusalem, have faith in God, in the Lord your God, and you will be afraid. Have faith in the prophet, and you will be successful. After consulting people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the end of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. As they began to sing praises, the Lord set ambush against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Verse 23. The men of Ammon and Moab rose up against the men of Mount Seir to destroy them in them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Hallelujah. They helped to destroy one another. Hallelujah. I love this. When the men of Judah came to the place that they overtook the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Hallelujah. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunders, and they found among them great amount of equipment. And verse 25. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them abundance, both riches,
with dead bodies.